Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ninawasalimu wote katika jina la Kristo Yesu. Jioni ya siku ya leo ningewakaribisha katika ibada yetu ya ushirika wetu wa Wednesday hapa Christian Foundation Fellowship Ekabura. Hapa ndipo tunayemwabudu Bwana, hapa ndipo tunayemuinua Bwana, na kwa hivyo nashukuru nafasi hii niwakaribishe wote Kenya, katika nje ya taifa la Kenya. Ninawakaribisha wote katika ibada hii ya siku ya leo, mahali popote ulipo, ili ukaweze kulipokea neno lake Bwana, na utabarikiwa na Bwana katika jina la Kristo Yesu, kwa sababu Bwana Mungu wetu yeye ni mwaminifu, anastahili sifa, anastahili heshima katika jina la Kristo Yesu. Kwa hivyo unaweza kuwa baraka kwa watu wale wengine kwa sababu ya kushare hii message ya siku ya leo na kucomment mahali pale, na utakuwa umenisaidia kufikia watu wengi jioni ya siku ya leo, na utabarikiwa. Majina yangu ninaitwa Pastor Doyo, nimeokoka, na ninashukuru Bwana kwa sababu ya nafasi hii amenipa ili niweze kuwaletea ujumbe wa Bwana katika jina la Kristo Yesu. Na kwa hivyo be ready to hear the word of God, nawe utabarikiwa katika maisha yako yote katika jina la Kristo Yesu. Na kuna neno Bwana ameweka ndani ya moyo wangu, na ndio nitaongea jioni ya siku ya leo katika kitabu cha Ayubu. Kwa kitabu cha Ayubu, Ayubu ni 14. Ayubu ni 14. Mahali pale tutaona neno la Bwana na utabarikiwa in Jesus name. Nikipenda nikaweze kuomba ndio tuingie katika neno la Bwana la siku ya leo. Baba, katika jina la Yesu, nashukuru kwa nafasi hii nimepata niweze kuleta neno lako kwa maisha ya watu wako Mfalme. Naomba ukanitumie kulingana na mapenzi yako Jehova, na ninaomba kibali katika jina la Kristo Yesu. Uwabariki watu wako, uwatembelee jioni ya leo, uwafanikishe Bwana, uwapatie neema katika jina la Yesu. Ninakuinua, ninakuabudu katika jina la Kristo Yesu. Nimeomba na hata kuamini. Bwana apewe sifa. Nikipenda tukaweze kusoma katika kitabu cha mstari wa 7. Inaongea habari ya matumaini ya kitu ambacho hakiko, already kimeondolewa, already kimekatwa. Bwana apewe sifa. But Ayubu anatuambia ya kwamba there is hope. Hii maandiko inasema kwani yako matumaini ya mti. Ayubu anafananisha mwanadamu na mti, na kila wakati unaona jina linatumika kama mti kwa Biblia, linaongea habari ya mwanadamu. So Ayubu akasema yako matumaini ya mti. Wale ambao wako mashambani, na kila mtu najua ya kwamba ushawahi kata mti na ukaacha ile kitu yake, si nasema ya kwamba katika hiyo shina, hiyo kitu umeacha katika mchanga, hata kana kwamba iko chini ya mchanga, because imekatwa, inaonekana kana kwamba inachakaa ama inaisha. Biblia inasema ya kwamba kuna matumaini. Kwa sababu gani? Inafika wakati ile kitu ulisema ya kwamba ulikata ile mti na ukaona ya kwamba umemalizana naye. Bwana wetu iwe sana. Nataka nikuambie jioni ya siku ya leo, kama hiyo kitu haijang'olewa, ni kusema ya kwamba kuna matumaini ya hiyo kitu. Bwana wetu apewe sifa. Na Biblia inasema ya kwamba ya kuwa ukikatwa utashibuka tena. Hapa Ayubu alikuwa anaongea habari yake. Tunaelewa ya kwamba Ayubu, ukisoma pale mwanzo katika kitabu cha Ayubu 2, alikuwa na kila kitu, but all of a sudden ikafika wakati hizo vitu zote alikuwa nazo
Maandiko inasema ya kwamba ziliisha. Bwana wetu ni sana, kwa sababu kuna watu hata shetani naye akaenda mbele za Mungu, na alienda kwa sababu ya kuona vile Ayubu yeye ni mwaminifu, lakini amezingirwa na vitu nyingi sana. Akaenda akamwambia Mungu ya kwamba yule mtu alipofika pale kwa Mungu, jambo moja, Mungu, umenionea mtu wangu Ayubu ambaye ni mwaminifu, ambaye ni mtiifu. Naye shetani akasema ni kwa vile amezingirwa na vitu. Bwana wetu pewe sifa. Bwana akampatia ruhusa aende aguse kila kitu, lakini asiguse moyo wake. Bwana wetu pewe sifa. So Ayubu vitu zake zote zikaisha, akabaki hivyo mpaka mke wake ikafika mahali akamwambia mtukane Mungu. Naye Ayubu alikuwa mwaminifu, alikuwa mtiifu, hakukubaliana na maneno ya mke wake. So Ayubu akasema yako matumaini. So alijua ndani yake, ijapokuwa vitu zimeisha, ijapokuwa mwili wangu umejaa vidonda, yani nimebaki na nguvu kidogo, bado niko na matumaini. Bwana wetu apewe sifa. Akasema yako matumaini. Na ukiangalia pale mwisho katika Ayubu 41 and 42 utaona ya kwamba Ayubu alirejeshewa vitu zake zote mara mbili. So nikikwambia jioni ya siku ya leo ya kwamba yako matumaini ya mti ambaye umekatwa, Bwana wetu pewe sifa, yako matumaini kwa hiyo biashara ambaye inafilisika, yako matumaini kwa hiyo familia ambaye unaona ya kwamba hakuna mahali inaenda, na kuambia jioni ya leo yako matumaini. Hata wewe katika maisha yako unaona ya kwamba umeisha, umefilisika. Kuna jambo moja Ayubu anatufundisha mahali hapa ya kwamba yako matumaini. Bwana wetu inuliwe sana. Kuondolewa kwa vitu katika maisha yako sio kusema ya kwamba tumaini limeisha katika maisha yako. Bwana pesa. Na ndiposa Mungu anasema I am the Lord of another chance. Bwana pewe sifa. Na anasema yako matumaini ya kuwa ukikatwa utashipuka tena. Bwana wetu inuliwe sana. Kama hiyo biashara haijang'olewa, haleluya, kama hiyo jamii haijang'olewa, na kuambia kuna matumaini. Bwana asema ile mti ikikatwa, ile kitu inaashwa kwa mchanga, kama haijang'olewa, there is hope ya miti ingine kushipuka kutoka kwa hiyo kitu. Bwana wetu pewe sifa. There is hope. Hivyo ndivyo Mungu amenituma nikuambie jioni ya siku ya leo, that there is hope. After losing everything in your life, there is hope. There is God of another chance. Anasema ya kwamba wala mashipukizi yake hayatakoma. Bwana pesa. Mashipukizi yake hayatakoma, ijapokuwa mizizi yake hushakaa mchangani, kwa maana mti ikikatwa hiyo mizizi inabaki pale, huwa inashakaa. Bwana wetu ainuliwe sana. Kuna matumaini. Wale tunaandaa shamba wakati kama huu ili kupanda mbegu. Unapoweka mbegu yako kwa mchanga, unaiweka ikiwa nzuri, lakini ukienda mahali pale after 7 days or 5 days utapata ile mbegu ya kwamba ukiiangalia na macho yako unaona ya kwamba haiwezi shipuka, kwa maana ukipanda kitu kwa mchanga lazima ikufe. Bwana ni roho sho, na hiyo kitu, Bwana apewe sifa, itashipuka tena. Ukienda pale after 2 weeks utaona ile kitu ulikosa matumaini ndani yake, unaona ya kwamba imeanza kushipuka. Bwana apewe sifa. So Ayubu anasema ijapokuwa mizizi yake hushakaa mchangani na shina lake kufa katika udongo, hiyo mti imekufa, hiyo mizizi imeshakaa, kwa maana already imekatwa. Bwana wetu pewe sifa. Akasema lakini
kwa harufu ya maji utashipuka. Hiyo ndio kitu ya muhimu kwa kila mwanadamu, harufu ya maji, harufu ya neno la Mungu, kwa maana neno la Mungu ndio maji. Bwana wetu apewe sifa. Tunasema ya kwamba lakini kwa harufu ya maji utashipuka na kutoa matawi kama mche. Ukiangalia hiyo mti utaona ya kwamba kuna mti umeshipuka kona hii na ingine kona hii na ingine katikati na ingine kona hii. Bwana wetu apewe sifa. Unaona katika ile shina, unaona ya kwamba inaanza kuchipuka miti ingine kama 5 ama 6, kwa maana haiwezi chipuka ile ilikuwa, itachipuka ingine. Bwana wetu apewe sifa. Na kwa hivyo ni vizuri mpendwa, kaa karibu mahali unasikia la Mungu, harufu ya Roho Mtakatifu wa Bwana, nawe utashipuka tena katika jina la Yesu. Inasema ya kwamba ukiona ya kwamba kitu kimekufa ama kimekatwa, Bwana wetu apewe sifa. Hata ukiangalia Ezekiel, Bwana apewe sifa, Ezekiel 37 inasema ya kwamba aliambiwa enenda katika mifupa mikavu. Hata wewe kuangalia na macho, mifupa ikiwa mikavu kabisa, unaona ya kwamba haiwezi kurudi hai, lakini Mungu alimwambia Ezekiel, tabiria hiyo mifupa na itakuwa hai. Wakati alitabiria kaashiria sauti, maandiko inasema kulisikika mgurumo, kila mfupa ikitafuta mwenzake. Bwana wetu ni sana, kwa maana Mungu huwa anafanya mambo zaidi ya vile wanadamu wanafikiria. Unaweza onekana siku ya leo ya kwamba hauna namna, ya kwamba umeisha, ya kwamba umefilisika, but no one knows your tomorrow. Hallelujah. Mwimbaji aliimba akasema, your tomorrow is better than today, so there is hope. Hivyo ndivyo Mungu amenituma nikuambie. Bwana wetu ainuliwe sana, ya kwamba kuna matumaini, ya kwamba imefilisika. Sasa unaona ya kwamba imeisha, hauna matumaini na hiyo biashara. Unaona hakuna faida inaweza kukupatia. Unaona hakuna matumaini kwa huyu mtoto wangu ambaye Mungu alikubariki naye. Nataka nikuambie there is hope. Why? Because our God is a God of another chance. Bwana wetu ni sana. Wacha kuvunjika moyo. Wacha kufika mwisho na mzee wako. Wacha kufika mwisho na mke wako. Wacha kufika mwisho na watoto wako. Wacha kufika mwisho na jamii yenu. We angalia, funguka macho ya kiroho, uone ya kwamba na kweli nikiamini Mungu, hapa niko na matumaini. Hii jamii yangu itashipuka tena. Bwana wetu ni sana. Na Biblia inasema ya kwamba na kutoa matawi kama mche. Na maandiko inasema ya kwamba ile mashipukizi yake itakuwa na nguvu. Haleluya. Itakuwa na utukufu. Bwana apewe sifa. Nimekuja kuongea na mtu ambaye amefika mwisho na mambo anayoifanya na jambo alianzisha, anaona hakuna tumaini. Nimekuja kukuambia ya kwamba utashipuka tena, na ile kushipuka kwako utakuwa na nguvu na utakuwa na utukufu, kwa maana mizizi yako inasikia harufu ya maji, ambaye ndiyo neno la Mungu, ambaye ndiyo Roho Mtakatifu, ambaye ndiyo maombi. Lazima utashipuka tena katika jina la Kristo Yesu. Bwana wetu ni mwema sana. Ukisoma katika 2 Corinthians chapter 4 verse 16, inaongea habari ya mwili wa mwanadamu. Inasema, kwa hiyo hatulegei. Huyu ni Paulo anaongea. Hatulegei, bali ijapokuwa utu wetu wa nje unashakaa, yani umeshakaa mpaka nje, hata sura yako imebadilika, maisha yako imebadilika. Bwana wetu ni sana. Paulo anasema hatulegei. Haleluya. Kwa nini? Kuna matumaini ya kushipuka tena. Bwana pesa. Na kwa hiyo mtu asikuone hivyo akutukane for nothing, kwa sababu hauna kitu, kwa sababu unaonekana hauna mbele.
hauna nyuma. Hakuna mtu anajua kesho ya mtu. Only God knows your tomorrow. Bwana wetu ni sana. Na utashibuka tena. Kasema ya kwamba lakini utu wetu wa ndani unafanywa upya siku kwa siku. Haleluya. Haijalishi vile mwili yangu inateswa na magonjwa, but inside me, maandiko inasema ndani yangu linafanywa upya kila wakati, siku kwa siku. Haleluya. Hata tukionekana ya kwamba hatuna mbele, hatuna nyuma, hatusongi, haleluya, hatutembei, hatuinuki, nataka nikuambie ni nje unaona hivyo tumeshakaa. But there comes a time, kwa sababu mwili wetu wa ndani unafanywa upya. Haleluya. Hapo ndipo itafika kama vile mwimbaji aliimba akasema ya kwamba watu wataulizana kama ni wewe ama sio wewe, lakini itabidi uongee, uambie ya kwamba ni mimi, kwa sababu kuna Mungu anabadilisha maisha ya mtu. Bwana pesa. Kuna Mungu anabadilisha hali. Haleluya. Vile ulivyo siku ya leo sio vile utakuwa kesho. Ukiwa na imani sio vile utakuwa kesho. Bwana atukuzwe. Maana dhiki yetu nyepesi. Katika dunia hii kuna dhiki nyingi. Haleluya. Iliyo ya muda wa kitambo tu. Hiyo dhiki uko ndani yake, sio ya forever. Hapana, maandiko inasema ni ya muda wa kitambo tu. Haleluya. Kwa hiyo ni vizuri ambia marafiki wako, ambia your neighbor, ambia your family vile unavyoniona saa hii na vile unavyoniona leo sio vile mtakavyoniona kesho. Bwana wetu apewe sifa. Kwa maana hii dhiki, unajua ya kwamba watu wamedharauliwa kwa sababu ya dhiki, kwa sababu ya kushakaa hii mwili ya nje. Hata watu hawataki kusalimia, wanakupita kando kana kwamba hawakujui. But your tomorrow is better than today. Bwana wetu apewe sifa. Kasema ya kwamba ya kufanyia utukufu wa milele usidio kuwa mwingi. Bwana, kuwa mwingi sana. Haleluya. Hakuna mtu akikubali ya kwamba Ayubu akerejeshewa vitu zote wakati walikuwa wanamuona na vidonda katika mwili, na ya kwamba ameishiwa na kila kitu mpaka marafiki wake. Bwana atukuzwe. Lakini mwishowe, haleluya, nataka nikuambia kwamba kuna watu wataanza kukusalimia. Kuna watu wataanza kusema ya kwamba na kumbe kulikuwa na Mungu ndani ya huyu mtu, kwa sababu mtu yeyote akiwa katika jangwa hakuna mtu anajua, hakuna mtu anakuelewa. Bwana wetu apewe sifa. Lakini itafika wakati utaondoka katika hiyo jangwa, Mungu akuingize kwa hatima yako na kuweke kwa baraka zako, ndio wataanza kusema ya kwamba na kweli huyu mtu alikuwa na Mungu. Kwa hivyo mpendwa, wewe unayenitazama, wewe unayenisikiza, usikubali kuwa na hofu. Haleluya. Hiyo dhiki ni ya muda wa kitambo tu kidogo, na itaondoka na itaisha, na ni Mungu tu anajua. Bwana wetu apewe sifa. Kasema ya kwamba yatufanyia utukufu wa milele usidio kwa mwingi. Haleluya. Hiyo dhiki inatufanyia utukufu. Mtatuona tukishine. Haleluya. Na glory ingine. Kwa maana ni Mungu amesema katika Psalms ya kwamba nitakuja niwafue mavazi ya magunia na nitawavika mavazi yenye utukufu, ili ule utukufu uweze kunisifu. Hapo ndipo tunaingia. Bwana wetu ni sana. Hapo ndipo jamii yako inaingia. Hapo ndipo wewe mwenyewe unaingia. Mungu akuvike utukufu. Ule utukufu, watu wakianza kusema ya kwamba kuna Mungu ndani yako, ni utukufu wanaona, na ule utukufu utamsifu Bwana. Hapo ndipo ninakuombea ufike katika jina la Kristo Yesu. Bwana wetu apewe sifa. Nisome neno la mwisho katika Isaia. Nisome kwa Kiingereza na version ya NIV. Version ya NIV inasema ya kwamba Isaia 40 verse 31. Isaia 40 verse 31 kwa NIV version inasema, but those who hope in the Lord, kwa wale wanamtumainia, they have hope.
So jambo nzuri katika kila jambo ni kuwa na tumaini ndani ya Mungu. Bwana wetu ni sana. Uwe na tumaini na Mungu wako, ya kwamba I have hope in the Lord will renew their strength for those who hope in the Lord. The Bible says that we renew their strength. Kuna watu hawatajulikana, itabidi uanze kusema ni wewe, kwa sababu ukimtumainia Bwana atarenew your strength. Bwana atukuzwe. Utakuwa na utukufu mwingine. Watu walisema ya kwamba hauna hata nguvu, hauna hata uwezo, hauna hata nini, lakini ukimtumainia Bwana atafanya your strength to be renewed katika jina la Yesu. They will soar on wings like eagles, that you are going to fly with the wings like eagles. Hallelujah. Bwana atakupatia mabawa. Hallelujah. Na utaanza kufurahi. Yaani mtu akikuona hapa, alikuacha hapa ukiwa umefilisika, ukiwa umeshakaa, Bwana akupatie mabawa. Why? Because you hope in the Lord. Alafu uanze kufurahi, watu wakupate mahali pengine. Bwana wetu ndiye sana. That is my prayer. They run and not grow weary. They walk and not be faint. Saa hii unaweza tembea na ufaint. Saa hii unaweza tembea na ushoke, kwa sababu hauna namna. Watu wanakuinukia mpaka unashoka na maisha, unashoka na dunia hii. Haleluya. Washa nikwambie, wale wote wameshoka na dunia, wale wameshoka na doa, wale wameshoka na biashara, nataka nikwambie kwamba ukimtumainia Bwana, nataka nikwambie unashipuka tena katika jina la Kristo Yesu. Kama Mungu alikubali Ayubu ashipuke tena, arejeshewe vitu mara mbili. Haleluya. Akawa na wasichana. Biblia inasema ya kwamba walikuwa na huyo Mungu agani ako hai. Atakutembelea siku ya leo. Bwana wetu ni sana. Atakuinua siku ya leo. Haleluya. Anasema ya kwamba yeye ndiye jana, leo na hata milele. Hajapungukiwa na Mungu wetu halali na hashoki. So ako na uwezo wa kubadilisha maisha yako katika jina la Yesu. Ningependa nikaweze kuomba na ili ukaweze kubarikiwa. Baba, katika jina la Yesu, nashukuru kwa sababu ya neno la siku ya leo. Mfalme, limetutia nguvu ya kwamba kuna matumaini ya mti ukikatwa mashipukizi yake inashipuka na njia kubwa. Mfalme, kwa maana mizizi yake inasikia harufu ya maji. Naomba kwa sababu ya kila biashara zimefilisika, Baba, zikashipuke tena. Naomba kwa sababu ya watu ambao wanaonekana wakiwa wameshakaa, hawawezi kupendeka, Baba wetu wa mbinguni, naomba ukawatende mema, uwafike utukufu wako katika jina la Yesu. Naomba kwa sababu ya wale wamefika mwisho na biashara zao, wamefika mwisho na ndoa zao, wamefika mwisho na kuishi katika dunia hii, Baba, ninawatangazia ya kwamba kuna matumaini. They are going to live. Why? Because our God, you are the God of another chance. Katika jina la Yesu, naomba kesho yao ikawe ya baraka, wakafanikiwe Jehova. May you strengthen them, my Father. Renew. Usikubali Bwana wafeiti katika njia, usikubali washoke katika safari, katika jina la Yesu. Naomba ukawabariki, naomba ukawatende mema, naomba ukazidi kuwainua katika jina la Kristo. Pokea sifa Mungu wa maajabu, pokea utukufu Bwana katika jina la Kristo Yesu. Ninakuheshimu kwa maana wewe ni mwaminifu. Hata makanisa yote Bwana inaonekana imefilisika Bwana. I declare there is hope in Jesus name. Ya kwamba tunashipuka Jehova. We are going to arise again, oh God. Kwa maana wewe ni mwaminifu Jehova. Wewe ndiye Mungu wetu. Unajua kesho yetu Bwana. Bariki kanisa lako. Bariki wapendwa. Bariki kila jamii. Bariki taifa letu. Bariki mji huu wa Gikabura katika jina la Yesu. Bariki kila familia, bariki kila biashara katika jina la Kristo Yesu. Baba wetu uliye mtakatifu, wale wote wamefika mwisho na watoto wao Baba, nataka kutangaza leo ya kwamba kuna matumaini, because you are going to change Baba watoto wao na watakuwa wema katika dunia hii katika jina la Yesu. Pokea sifa Bwana katika jina la Kristo Yesu. Nimeomba na hata kuamini.
Sema amen. Mahali popote ulipo, Mungu akubariki, akutende mema, ukijua ya kwamba you are going to arise, utashipuka tena katika hii mwaka, katika jina la Yesu, na Bwana atakutenda mema. Nikipenda nikaweze kuchukua nafasi hii nikukaribishe katika mkesha wetu siku ya Friday hapa CFF Church Kikabura, kuanzia saa 3 mpaka asubuhi. Kwa hivyo umekaribishwa, usikubali kulala, kuja kanisani. Tuwe na wakati wa kuomba, tuwe na wakati wa kuita Bwana na kumulilia Bwana, na utabarikiwa katika jina la Yesu. Pia nichukue nafasi hii nikukaribishe siku ya Friday kuanzia saa 2 mpaka saa 5 asubuhi. Nitakuwa pale All Time TV nikikuletea neno la Mungu la kukusaidia katika maisha yako. Kwa hivyo ningeomba that you can tune in All Time TV siku ya Friday kuanzia saa 2 asubuhi mpaka saa 5. Nitakuwa mahali pale na Mungu atakubariki. And you can support me katika maombi financially, kwa maana program kama hiyo inahitaji pesa. So we need and we pray for your support, na Mungu atawabariki na atawatenda mema katika jina la Yesu. Muwe na wakati mwema na mubarikiwe sana in Jesus name.